Hujambo msikilizaji wangu, karibu katika kituo chako nambari moja ili tuweze kunongonezana na kuchambua yale ambayo yameweza kujiri. Vile nimekuwa nikizungumza kuhusiana na vitendo ambavyo vimo nchini Tanzania, ikiwemo ni chini ya urais wa Mama Samia Suluhu Hassan. Jambo ambalo tutalizungumza kwa muda usio mfupi hadi wakati ambapo kutakuwepo na mabadiliko na marekebisho ya kuhakikisha kwamba wananchi wameweza kupata haki zao. Siku ya leo nimesimama hapa kwa sababu ya video ambayo imekuwa ikisambaa. Video ambayo imeanzisha vita ambavyo tulikuwa tumevizungumzia hapa awali. Kwa wale ambao wananifuatilia kwa sana, tulikuwa tumezungumzia kuhusu vita ambavyo vimeanza kutokea nchini Tanzania dhidi ya dini la Kikatoliki na dini ya Kiislamu. Kwa wale ambao wanafahamu kwa karibu ni kwamba nchi ya Tanzania ina dini mbili ambazo kwa ukubwa wengi wamejiunga nazo, nikiwa ni Kikatoliki na Kiislamu, na baadhi ya waumini wengi wamo katika dini ya Kiislamu. Serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan ina viongozi ambao ni wa Kiislamu, ina viongozi ambao ni wa Kikatoliki, na tangu kuwe na machafuko tumeweza kushuhudia baadhi ya viongozi ambao wanasimama katika mlengo ambao wameanza kusababisha kuwepo na kugawanyika kwa wananchi, haswa kwa wale ambao wana maoni dhidi ya vile ambavyo machafuko yaliweza kutendeka. Kwa umakini sana, tulipoanza mazungumzo haya tuliweza kuona naibu wa rais ambaye ni muumini wa Katoliki na Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni muumini wa Kiislamu, kukaweza kuwa na tofauti katika maoni, kwa sababu kuna wale walikuwa wanahisi kwamba hivi ni vita dhidi ya kanisa la Kikatoliki na Kiislamu. Tunapozidi kuendelea ni kwamba Badri Kitimba ambaye amekuwa akizungumza dhidi ya maovu ya serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kupigwa vita kwa sababu ameweza kukiri kwamba serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan inatenda maovu, na tukaweza kuona hisia tofauti pale ambapo kulikuwepo na wale ambao walijiita waumini wa Kikatoliki ambao waliweza kuandamana kulalamikia Badri Kitimba aweze kujiondoa, kwa sababu walisema kwamba ana maovu zaidi ya mingi ambayo kama waumini hawamtaki tena. Lakini kufanya udadisi ndani kidogo, tukaweza kufahamu kwamba wale ni watu ambao waliweza kulipwa ili kuhakikisha kwamba wameweza kulalamika na kukiri kwamba wao ni Wakatoliki. Baada ya hilo, tumemuona viongozi wa kanisa ama waumini, viongozi chini ya Kiislamu, wakitaja wazi kwamba itakuwa ni kosa kwa waumini wa Kiislamu wakikosa kuwaua Wakristo. Sijui kama ulisikia hilo, tazama video hii. Ni wajib, ni fardhi. Usipowaua, usipowapiga, wewe una dhambi. Ni dhambi kukosa kuwaua Wakristo. Ni Qur'ani. Na kama tutapelekwa kotini, ahlan wa sahlan. Mimi niko kotini mara 4. Kipelekwa tena mara ya 5. Ni. Ndio Qur'ani inavyosema, na sisi maulama wetu kwa sababu ya kutaka pesa kwa haramu. Kisha kila alikiri kwamba ni kosa ama ni dhambi kukosa kuwaua Wakristo. Swali najiuliza,
Hivyo basi serikali ambayo ina rais Muislamu imekuwa kipaumbele katika kutekeleza mauaji baada ya machafuko, ilikiri kwamba baadaye viongozi ambao ni wa Kiislamu wakuje kukiri wazi kwamba itakuwa kosa wao kukosa kutekeleza mauaji kwa Wakristo. Hii ni baada ya kuonekana wazi kwamba wale ambao walikiri ni wa Katoliki, wengi wao walikuwa ni Waislamu. Na baada ya hilo kudhihirika, Waislamu wanakuja wanasimama hadharani na hata kukiri kwamba hata wapelekwe kotini ama wafunguliwe kesi yoyote, hawana aibu kusema kwamba hata kutokana na masomo ya Kiislamu ni kosa kubwa kukosa kumuua Mkristo. Ilikuwa vita vya kuhakikisha kwamba wananchi wanapigania haki za kibinadamu, kupigania haki za nchi ya Tanzania kuweza kuisimamia bila kuwa na maofu na maovu ambayo tumeweza kuyaona. Lakini imedhihirika wazi kwamba hivi vilikuwa vita ambavyo ni vya imani. Hatukuliona hilo kutoka wazi, lakini imedhihirika wazi kwamba ikiwa Mkristo atakuwa anasimama kukemea ubaya na maovu ya serikali, hilo ni kosa na anatakiwa kuangamizwa. Mtazamaji, hilo ni jambo la kuhuzunisha. Ni jambo ambalo aliyesema hili anafaa keti chini na kuliangalia kwa kimakini, aone kama ana akili timamu. Tusilete vita vya kidini. Kila mtu ana imani yake, lakini kosa ama swala kuu ambalo tunapigania zaidi ni nchi iweze kujisimamia. Nchi iwe na viongozi ambao wanafikiria mwananchi wa kawaida punde tu wanapoamka asubuhi na wanapoenda kulala, kuhakikisha kwamba mwananchi wa Tanzania ana maji, mwananchi wa Tanzania ana kazi, ana chakula mezani mwake, na kuhakikisha kwamba hii nchi imeweza kuinuka na kwenda mbali zaidi. Lakini kama itakuwa ni vita tu vya kidini, hivyo basi nchi ya Tanzania tuko mbali sana kujikomboa. Asante kwa kujiunga nasi. Yule ambaye hajajiunga nasi, chukua sekunde yako 1-2, jiunge nasi na hakikisha kwamba unasambaza kanda hii umfikie yule mwenzako ambaye pia anapaswa kufahamu hili na kufahamu kwamba tuko katika njia ya kukomboa nchi ya Tanzania.